the police. They came for real. Yeah, we have to just come check, make sure everything's okay. He thought, what you do? Did you call the police? Yeah. Why? I told my mommy to go to jail. I didn't get ice cream. So is that why you're upset? Yeah. That's why I didn't get no ice cream. Wiki hii mtoto wa kiume wa miaka 4 huko Wisconsin, Marekani amewapigia polisi na kutaka mama yake aje kukamatwa na kupelekwa jela kutokana na kula ice cream yake, ambapo ili walazimu polisi kutinga kwenye nyumba hiyo kujihakikishia kweli kwamba hakukuwa na uhalifu uliojificha nyuma ya hilo sakata la ice cream, ambapo polisi walipofika hawakukuta tatizo jingine zaidi ya hilo. Polisi walilimaliza swala hilo kwa njia ya utani na kumfariji mtoto huyo, na kisha siku 2 baadaye maafisa hao walirejea nyumbani hapo na kumpatia ice cream 2, jambo ambalo lilimfurahisha sana mtoto huyo na kusahau yaliyopita, ambapo mama yake alisema mtoto huyo alishika simu yake na kusema, "Hey Siri, call the police, my mom is being bad." Siri, wapigie polisi, mama yangu anazingua. Marekani ni miongoni mwa nchi ambazo zimefanikiwa zaidi katika kufundisha watoto namna ya kuzitumia namba za dharura, kwa kufundisha jinsi ya kupiga, jinsi ya kujieleza kwa fasaha na jinsi ya kujitambulisha kwa anwani za makazi pamoja na mambo mengine. Miongoni mwa maswali ambayo watoto hao hufundishwa ni maswali kama nini kimetokea, upo mahali gani, pamoja na nani anahitaji msaada. Kwa hiyo watoto wa Marekani kupitia maswali hayo matatu ndio huweza kuwasiliana na polisi. Kwa hiyo inakuwa ni rahisi hasa kwa jeshi la polisi nchini humo kuweza kutoa msaada hasa pale ambapo unahitajika na watoto. So hicho ni kisa ambacho kimetokea kule Marekani juma hili, na mtoto baada ya kuweza kumshtaki mama yake, polisi kulimaliza swala lile kwa utani, lakini baada ya siku 2 pia polisi hawakusahau kwa nini kimetokea. Kwa walirudi wakampatia mtoto wa ice cream 2 na kuweza kumaliza kwa namna hiyo. Kwa upande wa Tanzania, unaliona hili likitokea namna gani? Je, mtoto wako ama mtoto wa jirani yako ama mtoto yoyote wa Tanzania ana uwezo wa kuwapigia polisi na hali ikawa shwari kama ambavyo nimekuambia hapo ilivyotokea huko Marekani? Si polisi peke yake, au hata taasisi yoyote ambayo ina namba zile za dharura anaweza akafanya hivyo na akapatiwa msaada mtoto mdogo, hasa kwenye changamoto ambazo ni za kawaida tu za kitoto, sio kama mama amekula ice cream yangu, baba hajaniletea zawadi, baadhi na vitu vingine kama hivyo. Tuandikie hapo kwenye comments, lakini kumbuka hii ni Sawasawa Digital, habari kiganjani mwako.